Wanahabari katika mataifa mbalimbali na humu nchini walisherehekea siku ya redio duniani kwa matembezi ya amani wakishinikiza uhuru wa wanahabari. Aidha, wanahabari waliitaka serikali kufanikisha uhuru huo wa kikatiba. Dhamira ya mwaka huu ilikuwa ni utumizi wa akili unde kwenye tasnia ya wanahabari. Crispin Otieno anaarifu. Wanahabari kote ulimwenguni walitumia maadhimisho ya siku ya redio duniani kuangazia hatua ambazo zimepigwa tangu hadi sasa na changamoto zinazowakabili kazini. Jijini Mombasa, wanahabari wakongwe wakiungana na wenzao kuadhimisha siku kwa matembezi ya amani kutoka barabara ya Moi kuelekea mzunguko wa Fontanella hadi uwanja wa Bahania. Nakwambia halaiki ya mashabiki wa mchezo walikuwa wakisikiliza redio. Redio ndio ilikuwa chombo cha pekee ambacho kilikuwa kikitangaza mashindano ya mipira. Tunaelekea mambo ya uchaguzi. Kwa hivyo redio itakuwa ni chombo muhimu sana katika kuhamasisha wananchi kuhusu mwelekeo wa vile uchaguzi unafaa kuwa, kuhusu kupiga kura. So naimiza waandishi wa habari wawe makini sana kwa mambo ambayo watakuwa wanaripoti. Viongozi wengine pia waliungana na wanahabari kusherehekea siku hii. In terms of World Radio Day, radio is one of the earliest means of communication. And in fact, radio is the most sort of effective way to communicate across the population, from the rural villages to the urban centers, those driving cars and all that. Radio inafanya information na mkisikia ngoma kutoka kwa radio mna dance pole pole. So radio ni kila kitu. Radio ni radio. Na funny thing about radio, yule anaongea ukimpata physically ni tofauti. Huu mwaka kauli mbiu ni utumiaji wa akili hunde katika tasnia ya wanahabari ili kuboresha sekta ya utangazaji. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.